Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena katika channel yetu ya Habari Kuu Media, mahali unapopata uchambuzi wa kina. Rais Samia Suluhu Hassan hatimaye amejibu rasmi na kwa kimkakati tukio la mwanasiasa mashuhuri Peter Msingwa kukihama chama tawala cha Chama cha Mapinduzi na kurejea chama chake cha zamani cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hatua hii imepokelewa kwa uzito mkubwa kitaifa baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Wazazi wa CCM Ali Api kusimama kwa niaba ya mwenyekiti huyo wa taifa na kutoa msimamo thabiti unayofafanua mtazamo wa uongozi mkuu wa chama tawala. Kupitia majibu hayo, CCM imeweka wazi kwa sababu kisiasa zilizopelekea kuondoka kwa mwanasiasa huyo aliyekuwa amehamia upande wao kwa kipindi fulani, huku ikitetea kwa msisitizo wa imara wa mifumo vyake ya ndani. Katika uchambuzi huo uliowasilishwa kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan, CCM imebainisha kuwa taratibu za ndani za chama hicho asiruhusu ugawaji wa nafasi za uongozi au madaraka kwa kigezo tu cha mtu kujiunga na taasisi hiyo hivi karibuni. Msimamo wa chama tawala unasisitiza uwepo wa mfumo thabiti unaozingatia vigezo vya nidhamu, uaminifu, uchapakazi na utumishi kwa muda mrefu. Hatua hii inatafsiriwa na wadadisi wa mambo kama majibu ya moja kwa moja kwa malalamiko ya chini kwa chini yaliyotolewa yakihusisha ukimya na serikali katika kumteua Msingwa kwenye nafasi yoyote ya kiserikali au ya kichama baada ya uamuzi wake wa awali wa kuhamia CCM. Mkakati wa kauli hiyo ya Ali Api unaonekana kulenga kupasua simulizi zilizopo kwenye jamii zinazoashiria kuwa baadhi ya wanasiasa wakuu kutoka upande wa upinzani wamekuwa wakihamia chama tawala wakiwa na matarajio ya kupata uteuzi wa haraka au nyadhifa kubwa serikalini. Uongozi huu umeibainisha kwa mifumo ya CCM imejengwa katika misingi ya kumkuza kiongozi hatua kwa hatua kwa muda mrefu, na kwamba wale wanaoingia ndani ya chama hicho wakiwa na matarajio ya kupata faida au malipo ya haraka wanaweza kuishia kukata tamaa na kuchukua maamuzi ya kuondoka kama alivyofanya Msingwa. Msimamo huu unalenga kuimarisha taswira ya chama kinachoongozwa na taratibu zilizowekwa badala ya kuendeshwa kwa matakwa au mshinikizo la mtu binafsi. Kwa upande mwingine, uamuzi huu wa kurejea upinzani unapokelewa kwa hisia tofauti na kuleta msisimuko mkubwa ndani ya Chadema, ambapo wafuasi na viongozi wa chama hicho wanaona hatua hiyo kama ushindi na ukombozi wa kisiasa. Upande wa upinzani unatafsiri kurudi kwa mwanasiasa huyo kama dhihirisho kwamba misingi ya kiitikadi na imani ya kisiasa zina uzito wa kushinda maslahi ya kibinafsi au matarajio ya muda mfupi ya kupata madaraka. Tofauti hii ya kimitazamo imeundwa masimulizi mawili makubwa yanayochuana kwenye ulingo wa siasa nchini. CCM ikionyesha kuwa uamuzi huo umetokana na matarajio binafsi kutotimia, huku Chadema wakiwakilisha kama kurejea kwenye misingi thabiti ya mapambano. Pamoja na ushindani huo wa masimulizi, kipaumbele kikubwa cha chama tawala kimebaki kuwa ni kuonesha ukakamavu wa taasisi hiyo na kutuma ujumbe kuwa kuondoka kwa mwanachama mmoja, hata kama ni mwanasiasa mashuhuri, hakutaleta udhaifu wowote wa kimuundo. Uongozi huo wa CCM umesisitiza kuwa nguvu ya chama chao inatokana na uimara wa mifumo na mtandao mpana wa wanachama nchi nzima badala ya kutegemea jina la mtu mmoja mmoja.
Ujumbe huu unatajwa na wachambuzi wa siasa kama hatua muhimu ya kuhakikishia utulivu wafuasi wa chama tawala na kuzima dhana yoyote inayojaribu kuonyesha kuwa kuna mtikizo au kutoridhika kwa siri za ndani ya mfumo wa chama cha CCM. Mazingira haya yanakuja baada ya mtikizo uliomkabili Peter Mzingwa katika kipindi cha nyuma, ambapo alijitoza kuwania nafasi ndani ya mchakato wa chama cha CCM wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025, lakini akashindwa kupata kura za kutosha. Baada ya matokeo hayo, mwanasiasa huyo alikabiliwa na dhihaka na mashambulizi makali kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa watu waliokuwa wakitarajia kuona akiwasidiwa uteuzi wa haraka wa kiserikali na Rais Samia Suluhu Hassan. Kufuatia ukimya wa muda mrefu na mazingira hayo ya shinikizo, hatimaye mwanasiasa huyo alionekana kuanza kuonyesha mshikamano wa wazi na mmoja wa viongozi wakuu wa Chadema, Tundu Lissu, kupitia machapisho mbalimbali ya kumtetea kabla ya kuchukua hatua ya mwisho ya kutangaza kurejea rasmi kwenye chama cha Chadema. Uchambuzi wa mienendo hii unawaacha swali kubwa kuhusu mwelekeo wa siasa za vyama vingi nchini na jinsi safari hii ya kisiasa ya Peter Msingwa inavyoathiri nguvu za upinzani kuelekea nyakati zijazo. Wakati Tanzania wengi wakisubiri kuona namna mwanasiasa huyu atakavyojibu rasmi hoja zilizotolewa dhidi yake, mabadiliko haya yanaendelea kuonesha jinsi ulingo wa kisiasa unavyoweza kubadilika kwa kasi kutokana na mikakati ya ndani ya vyama. Siri hapa ikiwa jinsi chama cha Chadema kitaendesha safari zake kukiwa na mrejesho wa Peter Msingwa, mmoja wa wanachama aliyehama chama hicho na kurejea baada ya muda fulani. Sisi hapa Habari Kuu Media tunaendelea kufuatilia kwa karibu sana mienendo hii ya kisiasa, maoni ya wadau mbalimbali na athari zake zote katika mustakabali wa utawala bora na demokrasia nchini. Kumbuka kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu hii ya Habari Kuu Media, kulike, kucomment maoni yako hapo chini na kushare taarifa hizi kwa wengine, ili zote tumeweza kwenda kwa pamoja na tusiwe kupitwa na uchambuzi wowote wa masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi kila wakati yanapotokea. Sisi wakati wote tuko tayari kukupa kilicho bora, na hamasa yetu kuu ni kuendelea kukuhabarisha kwa weledi mkubwa. Asante sana kwa kuwa nasi na nikutakie utazamaji mwema kwa vipindi vyetu vinavyofuata.